Tarehe 25 mahujaji katika matumaini. Basi ndio naishia leo hii Biblia 25. Angalau kwa mwaka mzima tumetayarishwa kwa watu wa matumaini. Na leo Bwana Yesu anataka tena kuweka ile nguvu ya mwisho kwamba wote hapa tutoke hata Krismasi tukiwa na furaha, tukiwa na matumaini, tuendelee kuyatangaza matumaini ambayo yanapatikana katika sikukuu ya leo, sherehe hii ya leo. Ndugu zangu, wanafamilia Mungu, sikukuu ya Krismasi ndio inayotuletea matumaini. Na hapa matumaini ambayo tunapaswa kwenda kuyaishi na kuwatangazia wengine. Katika liturujia mwaka liturujia wa kanisa, siku kubwa kuliko zote ni Pasaka. Krismasi ni mwanzo tu wa ukombozi wetu. Krismasi ni sikukuu ambayo ndugu zangu tunaadhimisha kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tunajiuliza, ni lini Yesu alipozaliwa? Bila shaka mtasema ni tarehe 25 Desemba. Lakini kweli wa mambo hatujui ni lini alipozaliwa mheshimiwa. Tarehe 25 kama mnavyojua ilikuwa ni siku ya kipagani, siku ya kipagani ya kuzaliwa jua. Ndio wakati jua linapotoka tropiki ya Capricorn kuelekea ikweta. Na Kristo akabatiza sikukuu hii ya kipagani, kwa kipagani, na kufanya hizo kwa sikukuu ya Kikristo, kwa sababu Yesu ni jua la haki. Yesu ni nuru ya ulimwengu, Yohana 1:9. Na anayekuja kuliangaza giza letu, giza la dunia hii, ndio huyo anayekuja, Yesu mzaliwa. Siku ya Krismasi inataka kutuambia nini zaidi sisi waumini wa parokia Nsenya? Ni siku ambayo kwa kweli Mungu anamtafuta mwanadamu kujifanya mtu kwa mwana wa Mungu. Ni ushuhuda tosha wazi kwamba Mungu amekuja kumtafuta mwanadamu na kukaa naye ili aweze kumfundisha utakatifu. Kwanza katika Agano la Kale, nasikia Adamu alipokosa kwa mara ya kwanza, Mungu alishuka, aliteremka huko duniani. Adamu, uko wapi? Anamwita Adamu, lakini Mungu akarudi mbinguni. Baada ya kumwita na kukutana naye na kuongea naye. Mara ya pili anakuja tena hata katika habari za mwana mpotevu katika Agano Jipya, habari za baba mwenye huruma. Na anapokuja katika mara hii ya pili, haji tena na kurudi, anakuja na kubaki. Emanueli aliye ndani ya kanisa, ambaye ni Mungu pamoja na sisi, ameshuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Ndio nao kile katika kanuni ya imani. Kwa nini Mungu anamtafuta mwanadamu? Kwa nini amtafute mwanadamu? Kama somo la kwanza tuambia, kwa sababu amegeuka mbali na Mungu. Kwa sababu ameumbwa kwa sura mfano wa Mungu. Kwa sababu yeye ni mali ya Mungu. Kwa sababu Mungu ana huruma, msamaha na anampenda mwanadamu kwa upendo wa milele. Kwa sababu hali yetu ya asili ya kibinadamu iliyougua inahitaji kuponywa, iliyoanguka inahitaji kuinuliwa, iliyokufa inahitaji kufuliwa, inahitaji kuumbwa upya. Umwilisho wa Mungu umeunganishwa na uumbaji. Umwilisho huu, Krismasi hii imeunganishwa na uumbaji. Mungu ameondoa umbali uliopo kati yetu na yeye ili atukutane na sisi. Amefanya maisha yetu yawe yake na amekuwa ndugu yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, Bethlehemu sasa imekuwa ni kiungo kati ya mbingu na dunia. Tunajiuliza tena swala pili, Krismasi tunaongea tena katika sehemu ya pili. Krismasi siku ambayo kwa kweli upendo wa Mungu Baba umemwaga duniani. Krismasi ni Epifania, tukio la upendo wa Mungu duniani. Barua ya kwanza kwa Yohana sura 4:10. Mungu alipenda hii dunia akamtuma mwanawe wa pekee, Yohana 3:16. Mungu anaishi tena mbali na sisi, anaishi karibu na sisi, ili aweze kujua shida zetu, ili aweze kuwa chakula chetu, ili aweze kuwa dawa yetu, ili aweze kuwa nguvu yetu, msaada wetu wa kila siku. Ndio hiyo
Kwa hiyo kwa kuzaliwa Mungu anaingia sasa katika mila zetu, anaingia katika desturi zetu na utamaduni wetu, ili atutakatifuze na zaidi atukamilishe. Tunataka basi tumrudishie Mungu upendo kwa upendo, kwa kuishi katika kuishi ndani ya moyo wa Mungu. Neno amefanyika mwili ili sisi tuweze kuwa ni washiriki wa umungu, wa tabia ya kimungu. Mungu ametufanya wapya kwa kumtumiminia Roho Mtakatifu. Tumepata neema, tumekuwa warithi wa uzima wa milele. Mungu anazungumza lugha gani? Mungu anaongea na lugha gani? Bila shaka lugha Mungu anaongea na sisi ni lugha ya upendo. Lugha ya upendo ambao kila mwanadamu anaielewa. Ni lugha ya upendo ambayo Yesu mwenyewe atakuja kuiongea, na lugha hiyo ndio maana kila mmoja wetu aweze kuiongea, aweze kuongea lugha ya namna hiyo. Zangu na familia ya Mungu, mtoto mchanga aliyelala horini pale kwenye pango la Krismasi na liona mbele yetu, hana mama mbinguni na wala hana baba duniani. Mtoto huyo ameacha yote mbinguni, amejishusha, ametupusha na amechukua hali yetu ili aweze kutukomboa. Amechukua hali yetu ya mwanadamu, hata udhaifu wetu, isipokuwa dhambi. Lengo ni kuinua hali hiyo, kuitakasa na kuweza kuiangaza. Anajiandaa kushinda mauti, anajiandaa kushinda uovu, anajiandaa kushinda dhambi na shetani. Na kilele cha mapendo makubwa ya Yesu kwetu sisi ni mateso, kifo na kifo cha msalaba. Kwa hiyo kichochoro kinachoongoza kutoka Bethlehem kinaishia Kalvari. Chochoro kinachoongoza kutoka Bethlehem kinaishia Kalvari. Kama Yesu alikuja duniani na nguvu zake, kama angeung'oa utawala wa Kirumi kwa mabavu, ingekuwa ni rahisi watu kumwogopa. Lakini hali alionao pale kwenye pango la Krismasi ni hali ya uduni na hali ya udhaifu kama unavyomuona. Hakuna mtu anayemlinda. Hayupo anayemlinda pale. Hakuna nguzo zote, hamna sungusungu. Na kama ungeweka sungusungu, nani angemkaribia? Watu angemuogopa. Amejishika mwenyewe kiasi kwamba amejivua mwenyewe vyote na akawa usalama, ili kufanya rahisi kwako kumsikiliza na kuweza kujiaminia kwake. Kujivua huku basi kwa kweli ni thabiti, ni njia kwetu sisi ya kuweza kumwiga Yesu, Kila mtu anatakiwa kutoa jibu la upendo, la Mungu. Dawa ya upendo ni upendo. Kila mtu anajifunza lugha hiyo ya upendo. Atajifunza lugha ya upendo kwa kumpa nafasi rohoni mwetu, kwa kumpa nafasi nyumbani mwetu, kazini, nyumba ya wageni na shuleni na popote pale. Kujenga pango la Bethlehem, pango la kuzaliwa mtoto Yesu moyoni, nyumbani na kazini. Kwa pango lile sio tu hapa kanisani, muondoke nalo. Kila mmoja libebe, endelea nyumbani kwake, endelea kwenye kazi yake, lionekane kila siku. Tuondoe chuki. Mungu anatupenda sisi. Kwa nini sisi tuwe na chuki? Mungu amezamisha dhambi zetu katika bahari ya upendo wake mwenyewe. Zangu, tumkaribishe mtoto Yesu aliyezaliwa kwa upendo unaookoa na damu kwa mtu. Kwa maana wale wote waliompenda atawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yohana 1:12. Christmas ni siku ya namna gani? Mtu anajiuliza tena. Christmas ni siku ya furaha. Siku ya furaha. Mgeni njoo, mwenyeji apone. Ndio huyo mgeni aliyekuja, na tunapona ahadi ya kale ya baba imetimia. Maria anafurahi kama tunavyoona pale kwenye pango la Bethlehem. Yosefu naye namuona anafurahi, anaonyesha jumbe wa Krismasi. Na hata malaika wanafurahi, wanaimba kwa furaha utukufu kwa Mungu juu mbinguni. Wachungaji nao wanafurahi, watu wa chini kabisa waliodharauliwa, watu maskini nyakati za Yesu walikuwa sasa ni watu wa kwanza kupata furaha. Na mamajusi, matajiri, wachakarikaji wako na watu ambao wenye busara na hekima ni watu wa pili wanaowakilisha wapagani kufurahi. Kwa upendo sisi wakaaji wa parokia ya Senya, tuungane na makundi hayo ya hapo juu. Aliye na dhambi kati yetu na afurahi
kwa sababu Yesu amezaliwa ili aokoe watu wake, watu wao na dhambi zao. Aokoe watu na dhambi zao, Mathayo 1:21. Asiye Myahudi kati yetu na afurahi, kwa sababu Yesu amekuja sio kwa Yahudi tu, bali amekuja kwa watu wote. Aliye mtakatifu kati yetu na afurahi, kwa sababu Yesu amekuja kuwapataji. Kila mmoja kwa namna yake anapaswa kufurahi. Aliye mgonjwa kimwili afurahi, kwa sababu Yesu amekuja ili achukue udhaifu wetu na abebe magonjwa yetu. Mathayo 8:17. Furahi yetu ndugu zangu, chanzo cha Yesu kwani mtoto Yesu aliyezaliwa na nafasi aliyokosa katika nyumba ya wageni, anaomba uweze kumkaribisha katika moyo wako na furaha ile uipate. Unajua kulikuwa na watu waliokosa furaha ya Krismasi ya kwanza. Mmoja wapo ni huyu mhudumu wa nyumba ya wageni pale Bethlehem, alipokuja akamwangalia Yesu, akamwangalia Maria na Yosefu, akaona watu ni maskini, hawana kitu. Yosefu kaseremala kutoka kijijini, na huyu Maria amevaa kanda mbili, hata kanda mbili ya hana, wanakuja kuomba mahali pa kukaa. Na huyu mhudumu mhudumu huyu wa nyumba ya wageni alikuwa anatafuta pesa, kwani msimu wa pesa. Alikuwa na kwamba amekuja watu ambao wana pesa, kwa kufukuza kwambia hapa ilipi, nendeni, nataka watu wenye maokoto. Lakini angekuja kweli Yosefu ambaye ni mfalme, ya kweli Maria ambaye ni malkia, angewapokea na kuwakumbatia na wanamwambia karibuni katika nyumba ya wageni. Anatafuta nafasi yote ile, lakini kwa sababu wadharau, alikosa Krismasi ya kwanza, mhudumu wa nyumba ya wageni. Na hata Herode na hata waandishi na makuhani walikosa Krismasi ya kwanza, wote walikosa, wakatoka kosa kapa. Na kwa sasa wewe mwenyewe usikose Krismasi ya kwanza, umkaribishe kwa upate furaha kamili. Umkaribishe katika maisha yako, katika familia yako, katika kazi yako na katika dunia yako, ili uweze kupata furaha ya kudumu. Habari njema ya wokovu imeanza kwa kuhubiriwa kwa kuzaliwa kwake Yesu, kwa kila mtu afurahi na kushirikishwa uzima wa Mungu mwenyewe. Kwa kujimwilisha kwa Yesu, binadamu wetu umeinuliwa na kuzopata heshima zaidi. Ndugu zangu, yapo mambo yanayoharibu maana ya ndani ya furaha ya Krismasi. Yapo mambo ya ndani yanayoharibu maana halisi ya Krismasi. Hayo yanatokana na mambo ya nje na ya kibiashara ambayo huhatarisha maana ya kweli ya siku ya Krismasi. Kwanza, mambo yanayoonekana kama kielelezo cha furaha ya ndani. Hebu tazama nafasi ya kutapanya mali, ulevi katika siku ya Krismasi, urembo, watu wanajiremba kupindukia, anavaa kichwani, anavaa mikononi, anavaa miguuni, anavaa shingoni, anavaa kwenye masikio, anavaa urembo wa kupindukia. Hakuna amejipamba mpaka na shanga. Ni kashfa mbele ya wale maskini wasio na kitu. Tunawatukana kwa kuvaa vile, kukunisha kwa nje, kwa mavazi, muziki na mapambo ya ndani na vyakula vizuri. Ni kutadhalisha maskini, kuuza bidhaa kwa bei ya Krismasi, kwa bei za kuruka. Unasikia kwamba kuku moja baada kuuza 25 unauza 30. Mbuzi hata patikana unapata mpaka sabi mpaka laki. Mbuzi tu. Sijui ungepata ng'ombe, ungepata tembo, ungeuza namna gani? Maajabu. Ndio bei za kuruka na Krismasi. Mambo mengine anaharibia Krismasi ni haya. Mambo yanayozungumzia juu ya mtoto Yesu kukua, ambayo yaamjia kukua mtoto Yesu. Mungu anabaki mtoto daima mahali pale. Mwaka ujao utamweka mtoto anabaki vile katoto. Hakui. Kama mtoto Yesu anabaki kwa mtoto kidogo, kama mtoto Yesu amekua. Kama mtu kama hivi. Boy, kama wazungu walikuwa wanaita mpisha boy. Hawakui, mtoto yeye hakui. Kwa tunamweka sanamu ile ndogo vile isiyokuwa. Haikui ile sanamu, inabaki vile mbilikimo hivyo. Sanamu kuweka pangoni, na inaweka pangoni mara moja kwa mwaka. Tuliweka hata mara 2 au mara 3. Maneno yaliyotoa na mtoto Yesu hayasikilizwi. Nani kati yetu mwenye Biblia ni maneno yale mtoto pale mheshimiwa? Nani mwenye Biblia? Nyosha mkono kama uko Mnyambara.
Nyosha mkono. Hamna mwenye Biblia kusema huyu mtoto amtetea maneno haya na maneno ninayo mimi na nayatumia na kufanya anasaidia katika maisha. Kwa wakati ya namna mambo ya namna hii, nafanya huyu mtoto kutoka kukua atusome hayo maandiko yake, ndio mambo yalivyo. Kwa ujumla, imani sio kuwa imani inayobaki mbilikimo. Imani yetu haikui juu ya huyu mtoto, haikui. Ndio nafanya Krismasi siweze kuwa ni siku ambayo yenye tija sana. Imani ingekuwa kesema wewe angalau imani imekuwa. Ndugu zangu, tumwamini basi mtoto Yesu kwa furaha kama malaika waliofanya, mitume walivyofanya, wafia dini watakatifu waliomshuhudia, kanisa linavyomwadhimisha kwa furaha. Mimi ni siku ya Krismasi, ni siku ya familia, siku ya nyumbani, siku ya nyumbani. Tangu la Krismasi navyoona mbele yetu, ndugu zangu, namuonyesha Yusufu na mtoto Yesu, familia ndogo ya baba na mama na mtoto. Mtoto ndugu zangu kuzaliwa nyumbani ni furaha na baraka kwa familia na taifa zima. Kwa hiyo tuwapende, vile vile tutunze vizuri watoto wetu, sababu ni wakombozi wa kesho. Watoto watunzwe vizuri. Mmoja wetu, mmoja wa wakazi wa dunia hii, sehemu ya historia yetu. Kwa kuzaliwa kwa mtoto Yesu ni ili utuzaliwe upya na tuwe sehemu ya familia ya Mungu, familia ya Mungu. Watu wengi wamejiandaa na kwa kuungama na kupokea sakramenti mbalimbali na kupatana na Mungu. Kuna watu ambao wajisikii nyumbani na Krismasi. Ndipo giza bado, watu wanaopigana vita Urusi na Ukraine, bado kuna giza. Tazama Sudani, bado kuna vita. Tazama Kongo DRC, bado watu wanapigana, kuna giza. Ni familia moja ya dunia nzima hii. Lakini naona katika familia hiyo kama Krismasi ya familia, baba sengine waishi vizuri, ni vita, ni mapambano, ni kupigana, ni damu kumwagika. Kwa hiyo na wengine wamekumbwa na mafuriko, kandamizaji na hata unyonyaji. Ujio wa Yesu ni mwanga unaopigana na giza hilo. Giza lazima lishindwe. Ufufuko wa Yesu ni ushindi tosha. Ushirikiano wetu wa upendo vitaleta ushindi. Kwa tushirikiane sote, tuwafikirie hao watu wote wale katika shida na tabu. Ni familia moja, kama tunasikia familia ni familia moja ambayo sehemu moja inateseka na sehemu inaishi vizuri. Tuwasaidie na kuwaombea, tukikumbuka kwamba Krismasi inatualika kujenga ulimwengu mpya juu ya amri ya mapendo. Krismasi inaleta matunda gani? Ni matunda gani ambayo yanaletwa na Krismasi? Ndugu zangu, mti wa Krismasi wa Bethlehem unaleta matunda ya nuru, matunda ya amani, matunda ya matumaini na mapendo. Tofauti na ule mti wa Bethlehem, ule mti wa mema na mabaya katika kitabu cha Mwanzo. Kulikuwa na mti wa mema na mabaya katika bustani ya Eden wenye matunda ya sumu, wakati Adamu na Eva walipokula wakafa. Lakini mti wa Krismasi ni mti ambao tunachuma matunda ya amani. Ndio maana malaika wanaimba utukufu wa Mungu juu na amani duniani. Yesu ndiye mfalme wa amani na anatuletea usalama. Kwa hiyo mwanzoni kabisa maisha ya Yesu anatangaza mpango wake wa kuleta amani. Ndio maana malaika wanaimba, huu ndio mpango wa Yesu wa kuleta amani duniani, na atafanya kazi yofika pakishe kwamba amani inakuja, na hata ule atendea amani mpaka atakapokufa na kuza kufuka. Hapa atasema sasa nawapa amani. Amani ya unawapa, si kama dunia inavyowapa, na kama amani inayotoka kwa Mungu. Ndio hiyo wakati Yesu alipozaliwa kulikuwa na amani. Sasa amezaliwa kama mtoto mchanga, asitegemea nguvu za pesa, nguvu za silaha. Ndio hivyo Yesu alizaliwa usiku, wakati wa utulivu, kuonyesha kwamba kwa kweli yeye kweli ni mleta amani katika maisha. Amani zawadi toka kwa Mungu, na pia ni wajibu wa wetu binafsi na kwa jumuiya. Kila mtu apiganie amani. Matunda ya matumaini. Kuzaliwa kwa Yesu kumeleta tumaini jipya katika historia ya mwanadamu. Mungu yupo nasi, Emmanuel. Kama Mungu alikuwa upande wetu, nani atakayeshindana nasi? Warumi 8:31. Tazama basi pango kwa matumaini.
Kama pango matumaini. Usiangalie mama yanafanya namna hii. Ukabaki kwenye kuangalia vimulimuli vinafanya namna hii. Usiangalie mapambo na maua yanayong'ang'aa. Yakafanya ukazuba. Sababu sababu kujua wa muhimu ni nani? Wa muhimu yule mtoto aliyelazwa kwenye aliyelazwa kwenye hori la kupewa ndio wa muhimu, na sisi tunafanya nini? Naangalia hiyo ya kuna nini tu kupamba tu. Ndio hiyo muangalie pale na mtazame kwa matumaini. Tazame kwa amani. Ni Mungu amelazwa kwenye hori la wanyama pale palipo pachafu. Ng'ombe anapokula anatoa yale na mwatema mate na kujia mabwe yale mahilo anaweka pale. Na amelazwa pale, mheshimiwa, na analazwa pale. Mtazame kwa imani, sikate tamaa. Hata mama Yesu alipokuja kumwangalia walishangaa. Ni mfalme huyu. Wakamwangalia kwa imani, sasa tuona imani, wakaruka chini kufundishwa akamtolea zawadi. Sasa basi tutumpe. Kama ni mambo Mungu anafanyia jambo basi tumpe zawadi, wakafungwa ubani na kila. Basi chukua mheshimiwa na kuja kuzawadia hayo. Akampa mheshimiwa aliyelala pale. Kwa hiyo ndugu zangu, furaha na uzuri wa haki pata ukamilifu kwa Mungu kutokana na huyo mtoto. Mtoto huyu ni matumaini yetu, naye muona hapo. Kwa kufa kwake anatusaidia uzima wa milele. Mtoto huyu ni mwokozi wa dunia. Mungu alimtuma Maria kuleta matumaini kwa wanadamu. Tuombe na sisi uvya Roho Mtakatifu tuwe vyombo vya kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji kuinuliwa. Yesu kwa ni wabeba matumaini kama Maria katika mwaka mtakatifu uliotuambia. Matunda ya upendo. Matunda ya upendo ni matunda ya haki, utulivu na wema na kadhalika. Kama ni ukweli kwamba upendo pekee unaweza kutuokoa, basi upendo wetu unatakiwa uwe wa kweli. Upendo wetu kwa na wa kweli. Tumalize ndugu zangu kwa kujiuliza swali moja. Je, Krismasi najua kwamba ni siku inayokuja kila mwaka na inatuliza swali hilo. Je, usiku unakwisha lini na mchana unaanza lini? Ndio swali linaloulizwa Krismasi. Usiku unakwisha lini na mchana unaanza lini? Yaweza kuuliza moja hapa, lakini itachukua muda mrefu. Bora tu tuijibu. Na usiku unaisha lini na mchana unaanza lini? Jibu ni hili. Usiku unakwisha unaponyanyua macho yako na kutazama katika uso wa mtu aliye karibu na wewe, na mchana unaanza pale unapotambua katika uso wa huyo mtu unayemtazama sura ya yule aliyezaliwa. Leo usiku umekwisha na mchana umeanza. Nyanyua tu macho yako, angalia kwenye uso wa mwenzako na unyamwamba, hii ni sura ya Yesu mzaliwa. Hapo usiku umekwisha na mchana umeanza. Usipotambua sura ya Yesu katika uso wa mwenzako unayemtazama, picha ya Yesu hiyo nayo ni ya bure kabisa. Utakuta kwa nini picha ya Yesu hapo tayari imetiki. Kwa ufupi ndio nasema kwamba Krismasi ndio hiyo. Krismasi ya mwaka 2025 si Krismasi ya mwisho, kwa sababu Krismasi huja na kupita. Sikukuu hii inatuonyesha jinsi Mungu anavyomtafuta mwanadamu kila siku na kuzungumza naye, na kuonyesha upendo wa kibaba wa Mungu ulivyo mkubwa na wa milele. Inaleta furaha kubwa ambayo ni habari njema kwa kila kiumbe. Na matunda yanayoletwa na siku ya Krismasi ni matunda ya imani, amani, matumaini na mapendo. Krismasi ni siku ya kuzaliwa kwa Kristo na ni mwanzo wa taifa la Kikristo. Krismasi ni siku ya kuzaliwa kwa Kristo na ni mwanzo wa taifa la Kikristo. Kuzaliwa kwa kichwa, yaani Yesu aliye kichwa cha kanisa, ni kuzaliwa kwa mwili pia. Kwa hiyo sisi tulio sehemu ya mwili wa fumbo tunapaswa tusikie kuzaliwa upya na kukua pamoja na mtoto Yesu. Ujumbe mkubwa katika mandhari ya Krismasi ni kwamba Mungu aliye mkuu mbinguni na duniani amekuja kukutana nasi katika Kristo ili tupate njia ya kwenda mbinguni. Amekuwa baba yetu mpendwa, na tunapaswa kuwa kaka na dada wanaopendana. Nawatakia heri na amani ya siku ya Krismasi ya kuzaliwa Bwana. Ninamwombea kila mmoja siku njema yenye upendo na amani.
Tumpe Mungu tukufu wake, na yeye mtoto Yesu awabariki na awape moyo wa imani, huruma na mapendo. Kristo tumaini letu.